Tukasema ni vizuri katika mchakato huu ulio mbele yetu tupate fursa ya kukaa na waandishi wa habari, tukae na wahariri hasa, ili waweze kutujua na kutufahamu. Na kikao kama hiki naomba nisisitize kwamba ni strictly confidential. Japo wanasemaga waandishi wa habari ukishawaambia strictly confidential ndio kama vile umefungua mlango. Mimi nawasihi na waombeni, tumewaita kwa kuamini dhamana yenu kwamba mtatuelewa tunaposema strictly confidential, kwamba kuna mambo mengine ambayo na nyinyi mtapata fursa kuyapata na kuyasikia, sababu tumejiweka hapa pamoja. Ndio maana kwanza nimefurahi wito ulivyoitikiwa, umeitikiwa na uhusika kabisa wa nafasi zenu kama wahariri. Asanteni kwa hilo. Ndugu waalikwa wote kwa ujumla, tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu ambapo hali ya kisiasa inaonyesha ongezeko la joto la uchaguzi, jambo ambalo ni kawaida katika nchi nyingi duniani, hususan wakati huu wa kipindi cha uchaguzi. Ni muhimu kuelewa changamoto zinazojitokeza na kuzitazama kwa mtazamo chanya wa kuimarisha demokrasia yetu. Tunatoa rai kwa wadau na wananchi kuwa makini na matumizi ya teknolojia ya akili bandia AI, habari za uongo fake news, na vyanzo visivyo rasmi vya habari non-mainstream media. Tukio la waraka fake uliojitokeza juzi wa TEC ni mfano halisi wa madhara ya habari potofu. Ni vyema wananchi wakatafuta taarifa kutoka katika vyanzo rasmi na vyenye kuaminika katika jamii. Tunaomba viongozi wa vyama pia wahimize wananchi na wafuasi wao kufuata sheria za nchi na taratibu za vyama vya siasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Tuwe na kumbukumbu kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi. Amani na mshikamano ni msingi wa maendeleo katika taifa letu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imefanikiwa kuanza utekelezaji wa programu za kujenga uwezo kwa vyama vya siasa kama sehemu ya maandalizi ya uchaguzi wa amani. Zoezi hili lilianzia Zanzibar na wiki hii litaendelea Dar es Salaam. Lengo ni kuhakikisha kuwa kila chama kinakuwa na maarifa sahihi ya kushiriki uchaguzi kwa njia ya amani na kwa kuzingatia utawala wa kisheria. Ushirikiano wa wadau muhimu wa uchaguzi. Tunashirikiana na karibu taasisi mbalimbali kama TAKUKURU, vyombo vya habari ambao ndio nyinyi mko hapa, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi na wengineo, ili kuhakikisha vyama vya siasa vinapata uelewa kuhusu masuala ya maadili, ulinzi wa data na uwajibikaji katika kipindi cha uchaguzi. Ushirikiano huu una lengo la kufanikisha uchaguzi ulio huru, wa haki na wenye amani. Vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika kuhakikisha uchaguzi wa amani. Tunatoa wito kwa waandishi na wahariri kuripoti habari zilizo sahihi na za haki na zisizoegemea upande wowote. Tuna mpango wa kutoa mafunzo kwa wanahabari kuhusu sheria tunazozisimamia ili kuwezesha kuwa sehemu ya kuhakikisha uchaguzi unakuwa kidemokrasia na wenye maadili. Ni muhimu kuhakikisha kuwa, hapa ni kaswala ka upendeleo kidogo, kwamba vijana na wanawake wanapata nafasi sawa kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. Iwe ni kwa kupiga kura, kugombea nafasi za uongozi au kushiriki katika midahalo ya kisiasa. Vyombo vya habari vinaweza kuwa daraja la kukuza uelewa, kuondoa hofu na kutoa jukwaa la kujieleza kwa makundi haya. Tunapendekeza mashirika ya habari yashirikiane nasi katika kampeni za kuhamasisha ushiriki wa makundi haya muhimu. Nimetoa haya maelezo kidogo kwa ufupi kama kwa utangulizi, lakini naomba niwahakikishie kwamba tunahitaji ushirikiano wa dhati, lakini ule wa kweli na wa uwazi na vyombo vya habari. Kwa hiyo mimi kama msajili wa vyama vya siasa, hotuba yangu hii inaashiria kwamba
tunafungua milango kwa vyombo vya habari kupata ushirika na ushirikiano ambao pengine mmekuwa mkiukosa. Lakini kongamano hili lengo na madhumuni ni kueleza baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea wakati mwingine muone kama tunasita kushiriki au tunakwepa. Sio tunakwepa, lakini ndio tunataka sasa tuelezane wakati mwingine kwa nini mnaona kama vile mpati ushirikiano mliokuwa mnahitaji. Kuna wakati mwingine mnaandaa vipindi. Nimekuwa nagombana sana na TBC, wana hamu ya kumuona msajili, lakini mimi nasema namtuma Nyaoza, namtuma mkurugenzi wa uchaguzi Holo, au tunamtuma naibu. Hapo tunakuwa tunaongelea kitaasisi kwamba taasisi imewakilishwa, lakini kumbe kwenye modus operandi ya vyombo vya habari sura ya msajili isipoonekana wakati mwingine inanyima uzito hiyo taarifa. Kwa hiyo hapa ndio tumekuja pengine kuweka bayana baadhi ya vitu ambavyo tutakuwa tunavi-iron out ili kupata tija katika shughuli zenu na sisi kututendea haki katika mazingira ambayo mnajua tunapokuwa kwenye kipindi cha uchaguzi pressure inakuwa iko juu. Kauli moja tu ya msajili inaweza ikabadilisha sura na picha ya swala zima ambalo watu wanaweza kusema msajili anapigia debe chama X, msajili amekiangusha chama Y kwa kauli ABC alizosema. Katika kipindi hichi tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, wabunge na madiwani. Tukaona ni vyema ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kukutana na wahariri na wanahabari kwa kutambua kwamba katika kipindi hichi ni kipindi muhimu ambacho wanahabari wanachukua nafasi muhimu ya kuhakikisha wanahabarisha umma katika masuala mazima ya uchaguzi na demokrasia ya vyama vingi. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatambua umuhimu wa kalamu zenu katika kipindi kama hichi na inatambua umuhimu wa kauli zenu katika vipindi kama hichi. Aidha, kulifanya taifa liendelee kuwa na amani na utulivu, ama kama zitatumika vibaya kalamu hizo au kauli hizo naweza likalifanya taifa hili liko katika mtihani mzito wa sintofahamu ambayo kuirejesha kwake basi itakuwa na gharama kubwa. Kwa hiyo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kama msimamizi wa demokrasia ya vyama vingi ndio ni mdau mkubwa wa kusimamia demokrasia katika kipindi hichi cha uchaguzi, kwa sababu vyama vya siasa ndio vina play role kubwa sana katika masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo tukaona ni vyema sasa tukae na vyombo vya habari na wahariri na watendaji wa vyombo vya habari, tujadiliane namna nzuri na kupeana uelewa mzuri katika kuliendea jambo hili katika mwaka huu wa 2025.